Hello friends, once again ni Lamawanda, siku nyingine tena. Siku ya leo napenda kuzungumza kuhusu swala zima la semen retention, kwamba utunzaji wa mbegu zako unakusaidiaje, especially wewe kama mwanaume kuweza kureact katika mazingira yanayokuzunguka. Umeona? Watu wengi wanaongelea kuhusu swala la malaika, mababu au mizimu au nafsi ambazo zinatuzunguka. So leo nilikuwa nahitaji to dive deep katika hilo somo, na utunzaji wa mbegu zako katika mwili wa binadamu unasaidiaje katika hilo swala. So kitu cha kwanza ambacho nilikuwa nahitaji ni uweze kusubscribe katika hii channel, uweze kushare, kulike ili kusupport algorithm kuweza kujirudia katika timeline ya video zako. So ningependa kuanza kwa kusema kwamba utunzaji wa mbegu zako katika mwili wako wewe kama mwanaume una faida nyingi sana, kuanzia kwenye swala zima la kiroho, kiakili, kimwili mpaka mazingira. Kama nilivyoongea katika video yangu iliyopita, kuna faida kama nywele kukua, kucha kukua haraka, nywele, misuli, vitu vya namna hiyo. So kwenye upande mzima wa kiroho sasa tukija, napenda nianze kwenye process moja ili unielewe vizuri, mwanaume au dada, kwa sababu pia wanawake pia nao wapo na kind of intention kwa upande wao. So kitu cha kwanza ni kwamba energy tunayopata sisi kama viumbe hai ni energy ambayo inatoka kwenye jua, kwa sababu jua ndo source of all energy, ni jua. Umeona? So vyakula tunavyokula vinatokana na mwanga wa jua, kwa sababu asilimia kubwa tunakula vyakula ambavyo ni mimea, nafaka, hata wanyama pia wanategemea energy kutoka kwenye jua. So unapokula kile chakula, sawa, kile chakula kinaenda kugenerate zile mbegu. Kwa unapokuwa unamwaga zile mbegu, nini ambacho kinatokea katika mwili wako ni kwamba mwili wako unakuwa uwezi kuhifadhi vile vimelea au vile vitamin au yale madini ambayo yanatakiwa yafanye kazi kwenye nywele zako kukua, macho yako kuona, akili yako kufunction kwa kubwa zaidi. Kwa ile energy, ile nguvu ya kile chakula wewe ndo unakitoa, na chakula hiko ndo kitu ambacho miongoni mwa kitu kikubwa ambacho kinaweza kufanya wewe ukaconnect na mababu zako au malaika. Kivipi? Nisikilize kwa makini katika hili somo. So pindi ambapo unapokuwa unakula chakula, sawa, zile mbegu za kiume zinapokuwa zipo nyingi mwilini, kaa ukumbuke kabisa wewe ni zao la baba yako. Umeona? Kwa sababu mbegu za baba yako kuingia kwenye mama yako ndo umetokea wewe, ndio maana una DNA ambazo zinafanana na baba yako. Kwa hiyo katika mwili wako kuna DNA za baba yako, na kuna DNA za babu yako, na kuna DNA za babu yako, za babu yako, za babu yako, kutokana zimehifadhiwa katika nini? Katika mbegu ambazo wewe upo na DNA nazo. So unapokuwa unahifadhi mbegu zako kwa muda mwingi katika mwili, kwa maana yake it means baada ya wewe kuzalisha watoto, sawa, wewe unakuwa kama una recycle, unakuwa kama unarudi nyuma, kwa sababu uzao si unazalisha kwenda mbele. Wewe sasa unapokuwa unazihifadhi hizo mbegu kuja ndani, maana yake unarudi nyuma. Kwa unaanza kuona pattern au ishara au mambo kupitia ndoto, kupitia rangi, kupitia mazingira, mambo ambayo baba yako aliyafanya ambayo hakutakiwa kuyafanya. Nadhani hapo nimeeleweka. Unaweza ukarudi, kwa sababu si unakuwa unarudi nyuma, si ndio? Unaweza ukajua babu yako aliingia madhabahu gani, alifanya vitu gani ambavyo mpaka leo hii vinasababisha baba yako awe pale na wewe uwe hapa. Kwa kupitia swala zima la kutunza mbegu zako mwilini, inakusababisha una open sehemu ya akili yako ambayo inaitwa pineal gland, sawa, ambao wengine katika mysticism zingine wanaita ni third eye, jicho la tatu. Umeona? Kwa unakuwa unapokea mawazo kutoka kwa mababu zako kupitia nini? Kupitia mbegu zako za kiume zinavyokuwa zinazidi kujaa ndani ya mwili wako. So achana na hizi propaganda za mitandao za kuwafanya wanaume wawe slave
za kusema kwamba ukihifadhi mbegu zako unakuwa si unachanganyikiwa, si unakuaje, si unapata prostate cancer. Hivyo vitu vyote sio sawa na si ukweli. Ila kama mwanaume ukihitaji kuinua nguvu yako ya ndani, I'm telling you bro, for my real experience, sawa, nipo katika siku ya 103 leo naongea na wewe, so kama miezi 3 fulani hivi, na na experience hivyo vitu, kwa maana kwamba unaweza ukafahamu mtu fulani anakuja yupo kwenye kona na hujamuona bado. Unaweza ukawa unatembea ukawa unaona mbwa wanakufuata, wanyama, paka wanakufuata, watoto wanakukimbilia, watu wanaanza kukushangaa, au watu wazima wanaanza kukupa salamu za hey, vipi blaza, unajua. Kwa vitu kama hivyo ni miongoni mwa ishara ambazo zinakuonyesha kwamba na wewe unalindwa au unazungukwa na roho safi au malaika au mababu zako. Kwa kitu cha kwanza kama nilivyosema ndugu zangu ni chakula. That's why make sure usiwe unakula a lot of processing food. Nikizungumzia processing food nazungumzia vyakula vya plastic, vyakula vya viwandani. It means unapokuwa unakula organic food, vyakula vya asili, kwa sababu babu zetu waliotangulia wamezikwa chini na vyakula tunavyokula vinatoka chini. Kwa ile ni elimu. Chakula au mimea unaweza ukaiona kwa maana tu ni miti au ni matunda, ila zile ni elimu ambazo babu zetu waliotangulia wanakuwa wanatugea, kwa sababu wao wamezikwa kwenye udongo, na udongo huo ndio unakuwa unatugea sisi nini, unatugea sisi chakula. That's why tukiwa tunakula vile vyakula vya asili tunakuwa tunang'aa, akili yetu inakuwa inakuwa. Na hiyo ndio sababu hata ya vyakula vya viwandani kuja kwa kasi sana. Haviji kwa kasi kwa sababu tu ni biashara. Lengo ni kuondoa hiyo power ambayo ipo kwenye akili ya binadamu, especially mwanaume, kwa sababu mwanaume ndio protector. So nadhani nimewasilisha kitu ambacho nahitaji kuwasilisha. So kama nilivyosema, usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kucomment, na nahitaji comment zenu. Maana lengo ni kufikia wanaume at least 25,000 ambao tunaweza tukatunza mbegu zetu, na kupitia sisi tukainspire wanaume wengine kukua zaidi, kwa sababu wanaume tunaingizwa katika mifumo ya kike automatic bila wenyewe kujijua, na njia pekee ya kuzima huo mfumo ni kuacha kuangalia pornography, picha za ngono, ni kuacha kuchase women, yani kudandia wanawake na kuwa focus. So tuonane katika video nyingine ndugu zangu. Bless.